kuna umuhimu wa kumkabidhi Bwana siku ya Daudi. Tumwangalie Daudi anasemaje katika Zaburi. Tumwangalie Daudi anatuambiaje. Zaburi 5 na mstari wake wa 3 anatuambia Daudi, Bwana, asubuhi utasikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia. Kwa hiyo tunaona Daudi anasema asubuhi utaisikia dua yangu. Kwa hiyo Mungu husikia dua asubuhi. Ndio maana mhubiri anakuambia kila jambo lina wakati wake. Hauwezi ukamkabidhi Bwana siku mchana au imefika jioni ndio unahangaika, Mungu nisaidie, Mungu nitawale. Unaona hapa Daudi anasema nitakupigia dua yangu asubuhi, asubuhi nitaipaza sauti yangu. Daudi anatufundisha kwamba asubuhi inapasa mwanadamu unapoamka, kitu cha kwanza uitoe sauti yako kwa Mungu, umwambie Bwana, naomba uilinde siku yangu, uitangulie siku yangu, uimiliki siku yangu, kwenye biashara yangu. Changamoto nilizozipata jana, leo nikienda ofisini kwangu nisizipate. Bwana, unisaidie niweze kuzishinda. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kupiga dua yako mbele za Bwana Yesu Kristo asubuhi. Watu wanamkumbuka Mungu akishapigwa na changamoto. Umefilisika ndio unahitaji umkumbuke Mungu. Umekutana na matatizo ndio unataka umkumbuke Mungu. Lakini Mungu unatakiwa umkumbuke mapema sana. Kila unapoamka, kabla ya kufanya chochote, unamwambia Bwana, ninaikabidhi siku yangu, ninakabidhi biashara yangu. Naye Mungu atambatana nawe, wala hiyo biashara haitaharibika, kwa sababu wamtumainio Bwana ni kama mlima wa Sayuni, hawatatikisika milele daima. Unapomkabidhi Bwana siku yako, unapokabidhi maisha yako asubuhi, maana umemtumaini Bwana, na yeye Bwana anakuweka katika mlima wake. Unatembea, lakini wachawi na waganga wakiangalia biashara yako, wakiangalia kazi yako, wanaona upo juu ya mlima, wanaona upo juu ya mlima, wakitafuta kuiba uchumi wako, wakitafuta kucheza na hela yako uliofanyia biashara. Wanakutana na mlima, wanashindwa kuchukua kile ambacho umekifanya kwa mikono yako, kwa sababu Bwana ameambatana na wewe. Na Bwana akiambatana na wewe, amekufanya kuwa mwamba milele daima, utatikisika. Ni kama mlima wa Sayuni. Unapoikabidhi siku nzima ndani ya Yesu Kristo, asubuhi na mapema, Mungu anaiinua siku yako, inakuwa juu ya mlima. Wachawi wakitaka kuiharibu wanashindwa kuifikia, wakitaka kuharibu amani yako wanashindwa kuifikia, kwa sababu Mungu amekuwa mlima wako, amekuinua juu. Wachawi wanakutazama chini, kwa sababu ulijua wakati sahihi wa kumkabidhi Bwana, wa kumkabidhi Bwana siku yako. Vitu vyote hivi unavyoviona vinaanzia rohoni. Baraka unazoziona, majumba unayoyaona, kazi unazoziona zinaanzia rohoni. Na ili uweze kubarikiwa ndani ya siku yako, ni lazima uanze rohoni. Unapoanza rohoni, siku yako inaenda vile vile.
Wachawi kwa nini wanaroga rohoni? Kwa sababu wanajua huku rohoni ndipo kwenye chanzo cha uhai wa mwanadamu. Roho iliumba mwili, wala sio mwili uliumba roho, bali roho ndiyo iliyoumba mwili. Na unapoenda kazini kwako, kabla hujafika katika mwili, lazima utamke katika roho kwamba leo ninaenda kazini kwangu, leo ninaenda sehemu ya biashara yangu, ninatamka nitauza, ninatamka nitafanikiwa, ninatamka wateja wote watakao kuja mahali pale hawatakuja na makwazo, bali watafurahia huduma nitakayowapatia. Lazima utamke rohoni kabla mwili wako hujafika. Mwili wako unafanya kile kilichotoka rohoni, kinakamilisha kile ulichoanzisha rohoni, ndicho kinaenda kukamilika katika mwili. Kama hukuanza rohoni, wale wenye ufahamu wa rohoni lazima watakuovertake.